Yesu asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya muda wote na mzuri ambao umetujalia tukusanyike hapa na tukaweze kushiriki neno lako. Naomba Bwana Roho wako kama mwalimu wetu akatufundisha na kutuelekeza, na utukufu Bwana ukakurudie wewe, kwa jina la Yesu Kristo naomba kuamini. Amen. Asante Yesu. Tutasemezana kuhusu mambo fulani ambayo Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake alipokuwa anawafundisha. Mara nyingi tumeona watu wengi wamejitokeza wakihujumu na kukejeli dini ya Kikristo. Kwa tukihujumiwa sana, tukidharauliwa, tukishtumiwa. Na kuna wengine hata wameteswa, wengine wameuawa kwa sababu watu wameipinga dini ya Kikristo. Na hayo hayatushangazi kwa sababu hata Yesu mwenyewe alikataliwa na hata akauliwa, akauawa. Kwa hivyo si kitu kinaanza leo, ni kitu kilianza zamani. Kwa hivyo wakati ule unaona kwamba unapingwa ama mpaka watu wanakuchekelea, wanakudharau, wengine wanakusema vibaya kwa sababu ya Ukristo. Kuna vitu fulani ambavyo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake pamoja na makutano wakiwa pale mlimani, ambayo ndio nataka tuiangalie, alafu uelewe kwamba unafaa kufanya nini wakati watu wanakudharau, watu wanakuchekelea kwa sababu wewe unaakiri ya kwamba umeokoka. Dini yetu ni dini ambayo tumeruhusiwa kuitangaza hadharani wakati wowote. Haustahili kujificha. Yesu amesema, ukinionea haya mimi pia nitakuonea haya mbele za Baba yangu siku hiyo ya hukumu. Kwa hivyo tumepewa uhuru wa kujitangaza mahali popote kwamba sisi tumeokoka. Hatuna sababu ya kujificha ficha. Wanaotudharau wacha watudharau tu, wanaotuchekelea wacha watuchekelee tu. Wengine wanasema hakuna Mungu, wengine wanasema Ukristo ni scam. Ni sawa, lakini uelewe kwamba siku yaja, siku inakuja, siku ya kusaga meno. Kuna wale watakuwa wanafurahia na kuna wale watakuwa wanasaga meno. Jiulize utakuwa kundi lipi? Wengine akasema ni heri kuamini kwamba kuna Mungu alafu siku ya mwisho ukuje uone kwamba kumbe hakuna Mungu, kuliko kuamini kwamba hakuna Mungu alafu siku ya mwisho ukuje umkute Mungu. Kwa hivyo tafakari ya babu. Nataka kuambia kwamba siku ya kiyama yaja na tayari tuko katika nyakati za mwisho. Mwingine ataniuliza, mbona tangu nizaliwe mpaka nimezeeka nasikia tu Yesu anakuja karibuni, tuko nyakati za mwisho naziishi. Usishangae kwa sababu mbele za Mungu miaka 1000 ni kama mwaka mmoja kwake. Kwa hivyo usishangae. Kwa hivyo Mungu akituangalia, wewe kama uko na miaka 50, uko na miaka 70, uko na miaka 100, Mungu akikuangalia haujamaliza hata mwaka mmoja, kwa sababu yeye miaka 1000 kwake kwa sasa ni kama mwaka mmoja, ni siku tu chache kwake. Kwa hivyo usijidanganye ukasema kwamba huo ni uongo kwa sababu ulisikia mpaka unazeeka. Hapana, tuko nyakati za mwisho na Yesu atakuja. Haya, turudi kwa maandiko yetu kwamba ujapodharauliwa, ukichekelewa, hata usivunjike moyo. Nataka tuanze pale kitabu cha Mathayo mlango wa 5, na leo tutasoma vifungu vingi, maana tutasoma vitabu vingi. Tutasoma hicho kitabu cha Mathayo mlango wa 5 kuanzia kifungu cha kwanza hadi pale 14, ama tunaweza songa mpaka 16 pale, kulingana pia na vile Roho Mtakatifu atatuongoza. Tutasoma tu kisha tutaelezana machache alafu tumalizie. Biblia inasema hivi, Mathayo 5 kuanzia 1. Naye ambaye ni Yesu, naye alipowaona makutano alipanda mlimani
Na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, 1. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Ikiwezekana utaunderline hiyo verse. Hiyo ni verse ya 10, verse 10, kifungu cha 10 inasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nitairudia tena, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tutakomea pale kidogo, ama tutapause, halafu tutaendelea. Nataka tuangalie hayo mambo kwa haraka tu, halafu tuanzie hapo kifungu cha 10 kuendelea, ili kuangazia ile mada yetu ya leo, ama ile topic yetu ya leo ambayo tulikuwa tuifanye. Biblia inasema hivi, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye ama walio maskini wa roho. Sijui wewe unafahamu nini ama unaelewa nini kuhusiana hii kifungu kuwa maskini wa roho? Kwa sababu sina muda, sitaelezea sana, lakini Biblia inasema kwamba walio maskini wa roho, ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni. Najua hakuna mtu anapenda sana kuwa na huzuni. Hakuna mtu anapenda kuwa na huzuni. Lakini maandiko yanasema heri wenye huzuni, maana watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Katika hayo yote, wewe uko wapi? Ukijiangalia hivi, uko wapi? Hebu jikague, ujiangalie, ujue wewe uko wapi. Kwa sababu ukijua uko wapi, automatically utajua ile thawabu yako iko hapo mbele. Kama wewe ni maskini wa roho, haya, ufalme wa mbinguni ni wako. Maana ikiwa wewe uko na huzuni, utafarijika. Ukiwa wewe uko na njaa na kiu ya haki, utashibishwa. Ukiwa ni mwenye rehema, utapata rehema. Ukiwa mwenye moyo safi, utamwona Mungu. Ukiwa mpatanishi, haya, utaitwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo wewe jiangalie, ujue kwa wapi. Na wengine hawako kabisa hapo. Kwa hivyo tafuta mahali kwa kuwa. Haya, nataka tuangalie kifungu cha 10 tuendelee. Ambapo ndio kuna mada yetu. Hizo wengine tulikuwa tutapitia tu ili tukuhimizana kwamba lazima tuwajibike kiasi kwa mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kama wewe si maskini wa roho, jaribu uwe mpole. Na kama huwezi kuwa mpole, jaribu uwe na njaa na kiu ya haki. Ukiwa hauna njaa ama huwezi kuwa na njaa na kiu ya haki, jaribu uwe na rehema. Ukiwa hauna rehema, jaribu kuwa mpatanishi, ili angalau upate thawabu moja pale. Haya, so kifungu cha 10 kinasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. So nikawa nasema kwamba tunaonekana kwamba sisi ni duni, tunaonekana kwamba sisi hatujielewi, lakini hata maandiko yanasema kwamba kwa waliopotea mambo ya wokovu kwao ni upumbavu, ni ujinga. Lakini wale ambao wanaelewa, wako na ufahamu, wanaelewa wokovu ni nini, wanaelewa thamani ya wokovu. Kwa hivyo mambo ni mawili, uwe unafahamu thamani ya wokovu ni nini, ama uwe umepotea, unaona mambo ya wokovu ni ujinga.
na haya mambo yameandikwa kwa Biblia, mara nyingine hatuyazingatii, lakini yako na maana kubwa, ambapo siku yaja na kuna watu watalia machozi, na kama utakuwa na muda wa kukumbushwa maandiko hiyo siku, kuna watu watatamani sana, watasema light ningejua, kwa sababu watu wamekataa kujisomea Biblia, so wanaishi tu na nilisikia. So alisikia mtu akisema wokovu ni ujinga, na yeye akashikilia pale kwamba wokovu ni ujinga. Hakusoma neno la Mungu. Hata dini nyingi sana ama madhehebu mengi ama hata kuna makanisa kadhaa ambayo washirika hawasomi neno, wanaishi kulingana na program za mkubwa wao mahali fulani. Kama ni bishop wao, wanaishi kulingana na yeye vile amesema. Kwa hivyo akiwaambia mambo ya Biblia ni sawa, akiwaambia mambo ya nje ya Biblia pia ni sawa, maana hawajasoma Biblia, hawajui ni nini kinasemwa hata ndani ya Biblia. Ndio maana tumeona sarakasi nyingi, lakini laiti watu wangejisomea Biblia, wangefunguka macho, na tungekuwa na hizi sarakasi nyingi tunaziona leo hii. Kwa hivyo kuna watu wengi sana wao wanasema tu Ukristo ni upumbavu kwa sababu walisikia, si kwamba wao wenyewe wamejionea, ama si kwamba wako na proof, lakini wao wenyewe walisikia. Mimi naamini tu Mungu mmoja, mambo ya Mwana na Roho hapo mimi siko, hakuna, I don't believe kama hizo vitu ziko, lakini hana proof ya kimaandiko, Kwa hivyo alisikia tu mtu, na kusihi kwamba ujisomee maandiko, nawe utaelewa ni nini maana ya wokovu, na thamani ya wokovu utaiona kwa uwazi kabisa. Kwa hivyo maandiko yanasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa Mungu wa mbinguni ni wao. Wewe unaitetea haki, umeisimamia kweli, lakini watu wanakuchekelea, watu wanakudharau, watu wanakutesa. Kuna wengine hata wanauliwa. Kuna dini zingine ukihama, ukiingia kwa Ukristo, wanakubadilisha majina, wanakuita makafiri, wanakuita kila aina ya majina machafu, na pia mwisho wake watakuua, kwa sababu wao wanaamini dini yao tu ndio dini peke yake, lakini yani dini yao haina uhuru, ni uwe tu uko, unapenda upendi uwe huko. Kwa hivyo kama utafikia mahali uweze kuudhiwa ama kuteswa kwa sababu umeisimamia haki, kwa sababu hili neno la Mungu ndio haki, wokovu, Ukristo ndio haki. Kwa hivyo kama utaisimamia hiyo kweli, hiyo haki, na uteswe ama uudhiwe kwa kusimamia hiyo haki, maandiko yametuahidi kwamba ufalme wa mbinguni ni wako. Hakuna mambo mengi, hakuna sarakasi nyingi. Ukisimamia ukweli, watu wakuchekelee, watu wakudharau, watu wakuudhi kwa sababu umesimamia kweli, na usiwache ule kweli, usimamie ule kweli mpaka mwisho, basi wewe ufalme wa mbinguni ni wako. Kwa hivyo wakati ule tunapitia katika madharau, wakati ule tunapitia katika hizo kejeli nyingi, sisi kama Wakristo tunafaa kufanya nini? Kuna wakati nilikuwa nikihubiri katika mtandao wa TikTok, na nilipopitia comments niliona matusi mengi sana, matusi kabisa. Sasa nikawa najiuliza, kama dini yako ndio safi, ndio imekubalika, unawezaje kutusi mtu? Kwa sababu kama kweli unaona mtu amepotea, the best way ama njia bora ya kupata kumrudisha katika njia ya kweli ni kumrai na kumfundisha ile kweli, si kumtusi. Huwezi tusi mtu okay. Kuna dini nyingi ambazo wanadamu wanatumia nguvu zao kuzitetea. Mimi nasema habari ya dini ambayo ni Mungu wetu ndiye anatutetea. Sisi hatutetei dini. Kwa hiyo ukiona Mkristo mahali anatetea dini, huyo hajaelewa maana ya wokovu. Yesu mwenyewe alipokuja hakuja kujilazimisha kwa watu. Alikuja akafundisha watu, akahubiria watu. Ukiamini unaokoka, usipoamini anaachana na wewe. Kwa hivyo sijui kwa nini leo hii tunatumia nguvu sana kudefend dini zetu, kudefend makanisa. Kanisa letu ndio bora, kanisa. Hapana, sisi kazi yetu ni kukwambia tu ule ukweli kwamba hii ndio dini ya haki, hii ndio dini ya sawa, alafu tukuachie mwenyewe ufanye uamuzi. Ukiamini ni sawa, usipoamini hatutakulazimisha, lakini tutakupea warning kwamba siku ya hukumu inakuja. Hiyo ndo kazi ambayo tutafanya. Kwa hivyo wewe ukiona kwamba unatetea dini yako, ujue uko katika the wrong place. Dini ya kweli inatetea watu wake, sio watu wanaotetea hiyo dini. Kwa hivyo
kama utaisimamia kweli. By the way, hata mimi naisimamia kweli, ndio maana wananitusi, wananitukana, lakini bado nahubiri nikiwaambia kwamba Ukristo ndio dini ambayo itapeleka watu mbinguni. Kwa hivyo wewe elewa kwamba kama utaisimamia haki, hata uteswe aje, wewe ujue kwamba utaurithi ufalme mbinguni. Sisi tunaoisimamia haki, hata mtu tusi, hata mtu hukumu, hata mtu shutumu, hata mtu udhi, hata mtu chapi, mtu malize, ile ukweli ni kwamba sisi tutaisimamia haki na kwamba tutaurithi ufalme mbinguni. Ni nani hataki kuurithi ufalme mbinguni? Kwa hivyo kama unatamani kurithi ufalme wa mbinguni, unapoteswa, unapohujumiwa, watu wanapokudharau, unapaswa kufanya nini? Hapo 11 inasema, heri ninyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanena kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Huyu ni Yesu anasema, heri nyinyi watakapowashtumu na kuwanena mabaya, habari za uongo, na kuwaudhi kwa ajili ya jina langu. Yaani unatukanwa kwa sababu ya jina la Yesu. Hii ni raha bwana. Unatukanwa kwa sababu ya Yesu. Hii ni raha sana. Hii ni raha sana. Haupaswi hata kuvunjika moyo, kwa sababu Biblia inasema tuko na heri sisi. Tuko na heri wakati wanatudharau, wakati wanatuchekelea. Tuko na heri sana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi 12, furahini na kushangilia. Oh my God. Kwa hivyo wakati ule unateswa, unatukanwa, unapata umeenda kwa mkutano wa Injili, alafu mtu anakuja anakusumbua pale kwa crusade, wanakufukuza, wanakutupia kila aina ya maneno. Sio wakati wa kuleta hasira zako, mtumishi wa Mungu. Hapana. Furahia kabisa. Andiko anasema furahia na kushangilia. Wakati ule wanakudharau, wanakwambia toka hapa, hatutaki injili yako. Wewe sijui ni umeenda door to door evangelism, unafukuzwa na mapanga. Sio wakati wa kuonyesha hasira zako, uanze kutusi watu, uanze kuombea watu mabaya. Hapana. Biblia imesema furahia na kushangilia. Kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Naona. Kwa hivyo ukiona wewe unapingwa sana, unapoleta maneno ya Mungu unapingwa, thawabu yako ni kubwa mbinguni. Kwa hivyo una sababu ya kushangilia. Una sababu ya kushangilia. Kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Ndio maana nimetangulia kusema haya mambo hayaanzi leo. Wakitutusi, wakitutukana, haya mambo hayaanzi leo. Na leo naongea tu kwa upole. Mkitutukana, mkitutusi, mkitupea majina, haianzi leo. Hata huko zamani waliwatusi na kuwaudhi manabii. Lakini Biblia imetuambia tufurahie na tushangilie, maana tuko na thawabu kubwa kwa mbinguni. Kwa hivyo wale walikuwa wanatutusi, endeleeni. Kama hamtaki kutuelewa na kubadilika, endeleeni kututusi, endeleeni kabisa kutudharau, kwa sababu thawabu yetu mbinguni ni kubwa, na hata sisi tunatamani kupata hizo thawabu kubwa. Kwa hivyo hatuna sababu ya kukata tamaa. Mpendwa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Ukiona watu wanakudharau, usikate tamaa, usivunjike moyo. Hapana. Maandiko yanasema kwamba tufanye nini? Atufurahi na kushangilia. Haya, 13 nasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika inaitwa nini itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawachi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo wakati ule unatukana, wakati ule unateswa, chunga sana, kwa sababu maandiko yamesema wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni chumvi. Wakati ile chumvi imeharibika, kama haikolei, inakuwa haifai. Kwa hivyo wewe ukiwa unatukanwa na wewe uanze kutukana, basi ujue kwamba utakuwa unaharibu ile pati yako ya kuwa chumvi, ambayo itakuwa sasa wewe ni kutupwa. Nuru yako utakuwa ni kama wewe unaifunika, kwa sababu umechukua ile. Kwa sababu ukiwa utashangilia na kufurahia, hiyo ndo nuru yako sasa inaangaza. Wanashangaa, huyu tunamtukana na huyu ndo anafurahia. Kwa hivyo ile ndo nuru yako itaangaza zaidi. Kwa hivyo usiruhusu nuru yako ikafunikwa, ama chumvi ikakosa ile ladha. Hapana.
Wewe usionyeshe hasira wala usiataka, furahia na kushangilia, ili usalie kuwa chumvi ya ulimwengu, ili usalie kuwa nuru. Hapo 16 inasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wote. Kwa hivyo hata wakuchekelea, hata wafanye nini, hata wakufanye nini, as long as unaisimamia kweli. Biblia inasema acha nuru yako endelee kuangaza, usiruhusu izimwe. Nuru yako iangaze kwa watu wote, wapate kuyaona matendo yenu mema. Biblia inasema usilipe ovu kwa ovu, bali ushinde ubaya kwa wema. Wakikutendea mabaya, wewe tenda mema, ili wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa ndio maana nimesema vizuri, wakati mtu amepotea, njia bora ya kumrudisha ni kwa upole na kumtendea mema. Sasa nikiangalia wale wapendwa wa dini zingine ambao wanakuja wakikutusi, nashindwa kuelewa kwamba sasa ule ukweli uko wapi? Ni dini gani ama ni righteousness gani ambayo inatetewa na matusi, inatetewa na kuua? Unajua vitu vingine havihitaji Roho wa Mungu akufunulie, vitu vingine viko wazi tu. Kuna dini zingine tu ni mbovu. Ni dini gani ambayo inaruhusu, dini gani ya halali ambayo inaruhusu watu waue wengine kwa sababu wametoka ile dini? Kwa hivyo maandiko yamesema vizuri kwamba tuwaonyeshe matendo yetu mema, ili kupitia hiyo watamtukuza, watajirudi, watakuja, wataelewa njia ya kweli, wataelewa njia ya kweli ni gani, na watamtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Lengo letu si kujitetea sisi, si kutetea tuonekane sisi kanisa letu ndio bora. Hapana, lengo letu ni kwamba watu wote wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo ukiona wanakushinda na wamekataa, wameendelea kupambana, wanaendelea kukutusi, wewe usipambane mwenyewe. Biblia imesema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika roho. Wewe endelea kupambana, endelea kufanya kazi ya Mungu, na mwishowe watakuja kumtukuza wewe Mungu unayemwabudu. Usipigane, usitumie nguvu zako kutetea dini, kutetea kanisa lako. Achana na hiyo. Wewe hubiri Injili, hubiri ile kweli. Hayo mambo mengine achia Mungu afanye. Mwenye ataamini ni sawa, mwenye ataamini achana naye. Nimesema Yesu hakuja kujilazimisha kwa mtu. Yesu alikuja akahubiri, ukiamini upate uzima milele, utaamini kaa. Kwa hivyo hiyo ndio Injili ambayo lazima tuambie watu. Siku ile ya hukumu ikija, ataekewa vizuri matendo yake, ambiwe wewe ulihubiriwa na mtu fulani lakini hukuamini. Hiyo ni yeye na Mungu wake, si wewe. Kwa hivyo wewe kazi yako tu ni kufanya ile kazi unayoweza, alafu ile kazi nyingine umwachie Mungu. Kwa hivyo unapoteswa, wanapokuudhi, wanapokutusi, wanapokufanyia kila uovu kwa sababu ya jina la Yesu, wewe furahia na kushangilia, maana ufalme wa mbinguni ni wako na thawabu yako mbinguni ni kubwa mno. Utaendelea kusoma hapa Mathayo 5:1 hadi 16, uendelee kujengeka zaidi, uendelee kutiwa moyo zaidi kuifanya kazi ya Mungu. Usivunjike moyo. Acha watutusi, lakini ipo siku thawabu yetu tutapewa na itakuwa kubwa mno. Bwana akubariki na Bwana akutende mema. Endelea kufanya huduma ya Mungu. Bwana akubariki. Amen.